Asante sana mpenzi mtazamaji wa Maka TV kwa kuendelea kutupa nguvu kwa kulike, kucomment, kushare post zetu pamoja na kusubscribe. Lakini kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya hivyo basi. Subscribe na hakikisha unaposubscribe unamaliza kabisa kubonyeza alama ya kengele pale juu. Ukibonyeza alama ya kengele unakuwa unatupa sisi nguvu ya kukupa wewe vitu vikali, adimu na vya uhakika kila muda, kila wakati, kila saa. Kumbuka kwamba Maka TV ndo habari ya mjini. Mfanya biashara Nifa Joving mwenye umri wa miaka 26 ambaye ni maarufu zaidi kwa jina la Nifa akiwa na wenzake 21 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kusomewa kesi ya uhaini. Nifa na wenzake hao wamefikishwa mahakamani hapo jana mchana Ijumaa Novemba 7 mwaka 2025 na kusomewa mashtaka matatu ambayo ni kula njama ya kutenda kosa la uharibifu wa miundombinu na mawili ni ya uhaini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22 ambalo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Kosa la pili ambalo ni uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Nifa, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025 na kutishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu la uhaini na pia linamhusu mshtakiwa namba 1 pekee ambaye ni Nifa, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu wa 2025 yani mwaka huu na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Mpenzi mtazamaji wa Maka TV, endelea basi kufuatilia chaneli yako hii pendwa ya Maka TV kwa habari zaidi za uhakika, huku tukikusisitiza kulike, kucomment, kushare post zetu pamoja na kusubscribe. Unaposubscribe basi hakikisha unabonyeza alama ya kengele pale juu ili kuingia moja kwa moja kwenye familia yetu na kujihakikishia kupata mastori yetu kemkem kila pale tunapoyatupia. Kumbuka kwamba Maka TV ndo habari ya mjini.